Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Moja kati ya story ambayo imetrend sana kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa ni story ambayo inamuhusisha msanii Alikiba baada tu ya kukataa au kugoma kufanyiwa mahojiano na media ya Wasafi ambayo anaimiliki msanii Diamond Platnumz. Diamond aliulizwa kuhusiana na swala hilo, kwa nini Alikiba anaonekana ana chuki sana na yeye mpaka kufikia hatua ya kugoma kufanyiwa mahojiano na media ya Wasafi. Basi unaweza kuona ni kwa namna gani Alikiba ana chuki moyoni mwake na msanii Diamond Platnumz na wala hataki mazoea hata mara moja. Msanii Diamond aliongea waziwazi na kujiuliza au kudai kuwa msanii Alikiba huenda ana mipaka yake. Hatuwezi kujua ni kitu gani ambacho anakifikiria mpaka kugoma kufanyiwa mahojiano na media yangu ya Wasafi. Katika ugawaji wa tuzo za Trace ambapo ilifanyikia pale Zanzibar tarehe 26 ya mwezi wa pili mwaka huu 2025, wasanii wengi mbalimbali walihudhuria, lakini pia unaambiwa chini ya carpet au za ndani kabisa, msanii Alikiba alikuwa ni msanii wa kwanza kuingia pale katika ugawaji wa tuzo hizo za Trace, yani nyuma ya carpet, kwamba Alikiba alifika mapema kabla ya wasanii wote kufika kwa ajili tu ya kuangalia mazingira kama ambavyo wasanii wengine tulikuwa tunawaona na klipu zao zinatembea sana kwenye mitandao ya kijamii zikimuonesha Diamond Platnumz pamoja na Harmonize wakiwa wanaingia katika ugawaji wa tuzo hizo za Trace. Kabla ya shughuli nzima kuanza, basi wasanii walikuja mwanzoni kabisa kuangalia jukwaa limekaaje, namna gani, ili mradi tu kuangalia ni kwa namna gani wanaweza kufanya show nzuri ya live. Lakini unaambiwa Alikiba alifika mapema sana kabla ya wasanii wote kufika, lakini halikuwa hahitaji kamera zimulike wala hataki media yoyote iweze kumulika na kumuoji chochote kile kuhusiana na tuzo hizo za Trace. Sasa unaambiwa baada ya media ya Wasafi, Wasafi Media, watangazaji wake wakawa wamemsogelea Alikiba kuhitaji kufanya naye mahojiano mawili matatu kuhusiana na tuzo hizo kubwa za Trace, lakini unaambiwa Alikiba alikasirika sana na kuamua kuondoka na kususia kabisa show nzima ya Trace Music Award, na kiongozi ambaye alimweka kwenye ratiba ya kuperform basi ikabidi amtoe kwa sababu Alikiba na yeye alikuwa katika moja ya wasanii ambao walitakiwa kutumbuiza live katika show hiyo ya tuzo za ugawaji tuzo kubwa sana za hapa Afrika ambazo zilifanyikia pale Zanzibar. Sasa baada ya swala hilo kutokea, watu wengi wakawa wanajiuliza kwa nini Alikiba anamchukia kiasi hichi msanii Diamond Platnumz. Kuna kitu gani ambacho Diamond alimfanyia mpaka kupelekea Alikiba anaonekana kuwa na hasira sana na msanii Diamond Platnumz. Sasa siku ya leo msanii Harmonize ameongea kwa mara ya kwanza kuhusiana na story hiyo ambayo imekuwa ikimuhusisha Alikiba kugomea kufanyiwa mahojiano na media ya mzee mzima msanii Diamond Platnumz. Ikumbuko wazi siku ya ugawaji wa tuzo za Trace, msanii Harmonize alisalimiana vizuri sana na msanii Diamond Platnumz na walikumbatiana na kupeana mikono. Unaweza kuona ni kwa namna gani upendo mkubwa uliopo kati ya Harmonize pamoja na Diamond Platnumz, tofauti na watu ambavyo wanafikiria. Watu wengi huwa wanafikiria kwamba Harmonize na Diamond Platnumz wana ugomvi mkubwa, lakini tunaweza kusema tofauti zao ni kama vile zimekwisha kabisa. Namna ambavyo walipokeana katika ugawaji wa tuzo za Trace baada ya kuonana kwao, kukutana kwao, ni kama vile watu fulani ambao hawajawahi kabisa kugombana. Lakini pia huo tunaweza kusema ni wanaume, yani wanaume huwa hawapendi kuweka vinyongo kwenye mioyo yao. Tunamshangaa sana msanii Alikiba kwa nini anashindwa kufunguka. Lakini pia msanii Diamond alipokuwa stageni ana perform ngoma yake ya Koma Sava, tulishuhudia ni kwa namna gani msanii Harmonize alionekana kuwa na furaha sana pale ambapo msanii Diamond alikuwa akiperform kwenye stage na Harmonize aliimba na kusimama na kumpigia makofi msanii Diamond Platnumz, na watu wakawa wamemsifia sana kwenye mitandao na kudai kuwa ni msanii ambaye anaonekana hana kinyongo, lakini pia ni msanii ambaye hana ule ubinafsi
ambao wasanii wengi wamekuwa nao kwa wasanii wenzao. Sasa Harmonize ameulizwa swali, vipi kuhusiana na habari ambayo inamhusisha msanii Alikiba kugomea kuhojiwa katika media ya Wasafi ambayo inaimiliki msanii Diamond Platnumz. Unafikiri amefanya kitu kizuri au amekosea kwa namna fulani hivi? Msanii Harmonize ameongea na kudai kuwa kwanza kila mmoja au kila msanii ana tabia zake ambazo amejiwekea. Sio kila media anairuhusu kumhoji maswali. Lakini Harmonize kitu kikubwa ambacho amekiongelea ni kwamba Alikiba amekuwa na ugomvi wa muda mrefu sana na msanii Diamond Platnumz. Kabla hata Harmonize hajajiunga na record label ya WCB Wasafi, basi Alikiba pamoja na Diamond walikuwa na ugomvi. Sasa hatuwezi kuelewa ni kwa namna gani wawili hao wanaweza kusuluhishwa na ugomvi wao ukaisha moja kwa moja, kwa sababu ni ugomvi wa muda mrefu sana. Lakini pia kitu kingine, Harmonize aliongea na kuhitaji kutoa kama funzo kwa wasanii wengine wote ambao watamsikiliza. Ni kwamba Harmonize amedai kuwa muziki sio chuki, na ukiendekeza chuki basi hauwezi kufika mahali popote. Namna ambavyo unamuona Harmonize anaishi na wasanii wenzake, basi unaweza kuona ni kwa namna gani anamaanisha kitu ambacho anakiongea. Harmonize amekuwa ni msanii wa kuigwa sana. Yaani sehemu yoyote anapokutana na wasanii tofauti huwa mara nyingi anapenda sana kusalimiana nao, lakini pia mara nyingi anapenda sana kujichanganya hata na wale wasanii wadogo ambao wanachipukia kwa sasa hivi, tofauti na kujitenga na wasanii wakubwa peke yake. Tulishuhudia miaka 48 ya Chama cha Mapinduzi, tamasha hilo lilifanyika pale Dodoma. Msanii Harmonize alipomuona msanii Alikiba alimkumbatia na kumsalimia kwa furaha sana. Yani ni msanii ambaye anaweka tofauti pembeni pale ambapo inabidi kuweka tofauti pembeni, lakini pia ni msanii ambaye mara nyingi anafanya vitu vya tofauti ambavyo watu wengi wanatafsiri kama vile huenda Harmonize kichwa chake sio kizuri, lakini ndiyo maisha yake ambayo ameamua. Na amedai kuwa Alikiba kitu ambacho anatakiwa akifanye, aache kabisa ubinafsi, kwani media ambayo inaimiliki mtu ambaye una ugomvi naye, hiyo media haina makosa, kwa sababu wale watangazaji ambao wamewekwa basi na wao hiyo ndo kazi yao. Sasa sisi tukiwasusia watakwenda kupata wapi ugali? Harmonize akadai kuwa sio kitu kizuri ambacho Alikiba amekifanya, na anatakiwa hata kukaa chini na kujifikiria kile kitu ambacho amekifanya sio kitu kidogo. Kususia tuzo za stress kwa sababu tu media ya Diamond ili kusogelea, au media ya Wasafi watangazaji wake walihitaji kufanya mahojiano na wewe, basi unaweza kuona ni kwa namna gani Alikiba ana kinyongo cha hali ya juu sana na msanii Diamond Platnumz. Na mara kadhaa watu wengi sana wameshatafsiri swala hilo kuwa Alikiba ni msanii ambaye ana madharau sana, na hata watangazaji wanapohitaji kuhojiana naye maswali, basi mara nyingi sana maswali huwa anayajibu kwa mkato sana na kujisikia yani fulani hivi. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani ambazo zinakiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania.